Ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni tutafakari masomo ya Dominika ya 4 ya Majilio mwaka A. Somo la kwanza ni kutoka kitabu cha Nabii Isaya sura ya 7 aya 10 hadi 14. Somo la pili ni waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 1 aya ya 1 hadi 7. Injili ni ya Mathayo sura ya 1 aya 18 hadi 25. Ndugu zangu, Injili ya Dominika hii inatusimulia Yusufu au Mtakatifu Yosefu na sifa zake tele au fadhila zake tele. Sifa ya kwanza, tunaambiwa kwamba Yusufu au Yosefu alikuwa mtu wa haki. Mara nyingi katika Biblia, kuwa mtu wa haki ni kuishi ukiwa unazingatia amri za Mungu na kuwa na uhusiano mzuri na Mungu na wanadamu. Kwa ufupi, kuwa mtu wa haki ni kuwa mtu mtakatifu. Tumuombe Mungu atusaidie kuwa watu wa haki, tukizingatia hata somo la kwanza mwishoni, somo la pili mwishoni linalowakumbusha Warumi kwamba waliitiwa kuwa watakatifu, na sisi tuliitwa kuwa watakatifu. Tujiweke chini ya maombezi ya Mtakatifu Yosefu ambaye ni mtakatifu, mtu mwenye haki na watakatifu wote. Sifa ya pili ya Yosefu, tunaambiwa kwamba Yosefu alikuwa mtiifu. Tunavyoshuhudia katika Injili ya Mathayo, Yusufu alipanga kumwacha Mariamu kwa siri kwa sababu mimba yake ilikuwa kwake fumbo kabisa. Lakini baada ya kupata maelezo na maagizo kutoka kwa Mungu kupitia malaika, Yusufu anamchukua Mariamu, anatii maagizo ya Mungu. Injili ya Mathayo hasa kwenye sura ya 2 inatusimulia Yusufu akiwa mtiifu. Mathayo sura ya 2 aya ya 14, Yusufu anatii anapoambiwa kuwakimbiza mama na mtoto huko Misri kwa kuwa Herode alitaka kumuua mtoto. Mathayo sura ya 2 aya 21, Yusufu anatii anapoambiwa kurejesha mtoto na mamaye kutoka Misri hadi nchi ya Israeli. Mathayo sura ya 2 aya 23, Yosefu anatii anapoambiwa kubadili makao na kwenda kukaa katika mji wa Nazareti ili amkwepe Arkelao au akae mbali na Arkelao aliyekuwa anamiliki Uyahudi mahali pa Herode babaye. Tukumbuke kwamba Yusufu alitii bila kunungunika, akapokea kwa upendo na uvumilivu hayo masumbufu yote, akawa mlinzi mzuri kwa mama na mtoto katika mazingira hatarishi. Tunampongeza sana na tunamshukuru sana. Tumuombe Mungu atusaidie kuwa watiifu kwa amri zake na kwa amri za kanisa lake. Tuwatii viongozi wa kanisa letu, tuwatii walezi wetu na wazazi wetu wanapotuelekeza kufanya mambo yanayompendeza Mwenyezi Mungu. Sifa ya tatu ya Yosefu inayosimuliwa ni tunaambiwa kwamba Yusufu hakutaka kumwaibisha mchumba wake Mariamu aliyekuwa na mimba isiyo ya Yusufu, aliyekuwa
na mimba ambayo ni fumbo kwa Yusufu. Yusufu akaona tu amwache kwa siri. Maamuzi hayo ya Yusufu ni yenye busara mno, kwa sababu Yusufu angewatangazia watu kwamba mimba si ya kwake, Mariamu angeuawa kwa kupigwa mawe kama ilivyokuwa desturi ya Wayahudi kwa binti au kwa mwanamke mwenye mimba isiyoeleweka, maana yake anayeshitakiwa uzinzi. Watu hawakuwa na imani kuhusu fumbo la kupata mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Kumbe hiyo alitumia busara hiyo kumwacha kwa asili. Busara nyingine ya Yusufu ilikuwa kuacha kuchukua majukumu ya kujiita baba wa mtoto ambaye alijua si wa kwake, ndipo kuamua kumwacha Mariamu kwa asili. Kumbe alipoelewa kwamba Mungu anamtaka awe mume kisheria na awe baba kisheria, anayatii kwa upendo maagizo ya Mungu. Tumuombe Mungu awajalie wachumba wote na wanandoa wote kupendana bila hila, bila kusengenyana, bila kudhalilishana, bila kuaibishana. Tumuombe Mungu atujalie sisi wanadamu kuwa na busara katika mahusiano yetu na kuheshimiana badala ya kuchafuana, badala ya kusengenyana au kuaibishana. Kama ni kurekebishana au kuonyana, tutumie busara na heshima na hekima, bila kusahau kuombeana katika madhaifu yetu. Tukumbuke pia kwamba Yesu alipopotea akiwa na umri wa miaka 12, Yusufu alishirikiana na Mariamu kumtafuta Yesu bila mmoja kumlaumu mwenzake hadi wamuone tena, kumbe akiwa hekaluni. Rejea Injili ya Luka sura ya pili aya ya 46. Ndugu zangu, kuna sifa nyingi za Mtakatifu Yosefu zinazotajwa sehemu mbalimbali za maandiko matakatifu, ikiwemo sifa ya kuchapa kazi ya useremala na kutunza, kulisha na kulinda familia takatifu. Wapendwa ndugu zangu, tusingepata Yusufu na sifa zake au fadhila zake, Bikira Maria angeuawa mapema na mimba yake kwa kupigwa mawe, maana wanadunia wangefikiria kwamba mimba hiyo ilitokana na uzinzi. Tungepataje furaha ya Emmanuel, Mungu pamoja nasi? Bila ulinzi wa Yosefu, mtoto baada ya kuzaliwa angeuawa kama Yusufu angekataa kumpeleka uhamishoni. Ndugu zangu, dunia yetu inahitaji sana watu wenye sifa au fadhila za Mtakatifu Yosefu, bila kusahau fadhila za Bikira Maria zinazoonekana katika maandiko matakatifu. Watu wa namna hiyo wanafanya familia ziwe na upendo na amani. Watu wa namna hiyo katika jamii, katika nchi zetu, katika dunia yetu, wanafanya kuwepo mshikamano, uelewano, uvumilivu, maridhiano, utulivu, amani na furaha. Hatuna budi kujikabidhi kwa maombezi ya Mtakatifu Yosefu na Mama Bikira Maria na watakatifu wote, ili nasi tumupendeze Mwenyezi Mungu na wanadamu wenye mapenzi mema, maana
Maana yake tuwe watu wa haki au tuwe watu watakatifu, ili hatimaye nasi tuurithi uzima wa milele na furaha ya milele mbinguni. Mtakatifu Yosefu, utuombee. Bikira Maria, msaada wa Wakristo, utuombee. Malaika na watakatifu wote wa Mungu, mtuombee. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki.